Na kwa hakika huu ni mwanzo wa safari. Hamjaona lolote hadi sasa. Akiwahutubia wafuasi wake waliokuwa wakimshangilia, Rais Trump ameainisha kile anachoamini kuwa ni mafanikio yake tangu kuingia madarakani. Week by week we're ending illegal immigration. We're taking back our jobs. Wiki baada ya wiki tunamaliza tatizo la uhamiaji haramu. Sasa tunazichukua tena nafasi zetu za kazi na kuwalinda wafanyakazi wetu katika sekta ya ujenzi wa magari na wafanyakazi wetu wote kwa ujumla. Tunawalinda wafanyakazi wetu wote, pia tunarejesha utawala wa sheria ambao uliondolewa na mtangulizi wetu. Naam, kama ulivyosikia hapo, ni siku 100 tangu Rais Donald Trump alipoingia madarakani, na katika kipindi hicho ameweka juhudi kubwa katika kuongeza nguvu ya urais wake. Trump amesukuma mipaka ya nguvu ya urais, hususan katika swala la uhamiaji na uchumi, mambo mawili muhimu kwa wale waliompigia kura. Taarifa ya Nomia Iqbal inaripotiwa na Sarafina Robi. Tuko kwenye eneo la Rio Grande, mpaka wa asili kati ya Marekani na Mexico. Wahamiaji waliunda njia hiyo hapa karibu katika eneo hili lote. Utaona. Je, walitengeneza kujaribu kuingia? Ndio, walijaribu kuona mianya katika miundombinu ili ndio tafute njia kupitia. Nyaya zilizoviringishwa, vizuizi vinavyoelea, na hata mamba ni baadhi ya vizuizi, lakini haya yote hayafanikiwi kuwazuia wakati wote. Ni hapa kama kuna sehemu iliyokatwa upya, na ikiwa waweza kuona bado hawajapatengeneza. Kwa hivyo hii imetokea hivi karibuni na ndivyo wanavyotumia kuvuka. Wakala Donaldson anasema hali ilikuwa ngumu wakati wa urais wa Joe Biden. Tulipokuwa tunaona watu zaidi ya 2,000 wakivuka kwa siku, ilikuwa vigumu sana. Rasilimali zetu zote zilizidiwa. Lakini sasa mambo yamebadilika. Idadi zimepungua sana kutokana na kukamata watu 2,000 kwa siku. Sasa tunawakamata takriban watu 40 kwa siku. Hapo awali tungefanya kile kilichoitwa kuwakamata na kuachilia. Hatufanyi hivyo tena. Tunatoa matokeo hayo na kuondoa watu wanaojaribu kuwazuia haraka iwezekanavyo. Inawazuia watu kutaka kujaribu kuvuka. Rais Trump anaona kuwa hatua zake zimefanikiwa hapa, lakini kinachotokea kwenye mpaka hakibaki kwenye mpaka. Hofu ya kufukuzwa imeenea hadi vyuo vikuu. Kumekuwa na kukamatwa kwa kiwango cha juu kwa wanafunzi wa kimataifa wanaokosoa msaada wa Marekani kwa Israel. Kuna watu wengi ambao hata hawajisikii salama kwenda kwenye madarasa yao. Ninamfahamu mwanafunzi mmoja kwa mfano ambaye tayari alichagua kujiondoa Marekani. Wanafunzi ndio kina cha vuguvugu la mrengo wa kushoto katika nchi hii. Kwa hivyo ukitaka kuondoa hilo, unalenga vyuo vikuu. Chuoni kuna wanafunzi wengi wa kimataifa na hawataki kabisa kuzungumza nasi kwa sababu wana wasiwasi kuhusu yatakayotokea. Lakini nilizungumza na baadhi ya wanafunzi wa Marekani na walisema wana wazazi wahamiaji, na kwa hivyo hawaoni kama inafaa kupinga sera za Rais Trump. Tutamaliza mfumuko wa bei haraka sana. Tutashukisha bei hizo pia. Mji huu umeathirika na ushuru, lakini watu wengi hapa wanatueleza kuwa wanamuunga mkono Rais Trump. Alisema atakachofanya na akatekeleza ahadi zake. Nadhani itaboresha uchumi katika siku zijazo. Lakini ukienda katika duka la jumla, na kuna jambo moja tu katika fikra za watu. Gharama ya maisha sasa iko juu. Kila ninachonunua kimepanda bei. Hizi siku 100 alizoingia zimekuwa ngumu. Rais Trump anasema atashukisha bei ya mboga. Ndio, natumai hivyo. Naam, uchunguzi wa BBC umefichua kwa Uturuki na kiasi kikubwa cha wanajeshi wake nchini Iraq, jambo ambalo limewafanya wakulima kuyahama mashamba yao. Uturuki inasema iko Iraq kuwasaka wanamgambo wa Kikurdi wa PKK ambao ngome yao ni maeneo ya milimani ya Kurdistan nchini Iraq. BBC imefanikiwa kufikia eneo hilo na kufichua idadi kubwa ya kambi za jeshi la Uturuki zilizoanzishwa huko. Nasia Mohamed anakuarifu zaidi.
Tunaelekea katika eneo lililopigwa marufuku, eneo la milima kaskazini mwa Iraq karibu na mpaka wa Uturuki. Mara nyingi eneo hili hulengwa na mashambulizi ya anga ya Uturuki dhidi ya kundi la PKK, kundi la wazalendo wa Kikurdi wanaojificha kwenye milima. PKK imepigwa marufuku na Uingereza na serikali zingine. Miaka miwili iliyopita, Hashim Shakir, raia wa Kikurdi na Iraq, alijeruhiwa katika mashambulizi. Binamu yake Alan mwenye umri wa miaka 24 aliuawa. Huyu hapa Hashim akizungumza na BBC kutoka nyumbani kwake muda mfupi baada ya shambulio hilo. Moto kutoka kwenye gari ilikuwa moto kama ule wa jahanamu, kali sana. Nilikuwa namuita na nikimtafuta, lakini sikuona chochote. Nikasema ni hivyo, amefariki. Hashim anasema familia yake haina uhusiano wowote na chama hicho cha PKK. Familia yake kwa sasa inafanya kazi na kundi moja la kutetea haki za kibinadamu inayofahamika kama Peacemaker Teams ili kujaribu haki kupatikana kwa Alan. Bila shaka ilikuwa ndege ya Kituruki. Kurdistan kaskazini mwa Iraq huwa mara nyingi inashambuliwa na Uturuki pekee. Tulizungumza na mratibu wa kundi hilo Kamar Othman. Tangu mwaka 1991 hadi sasa watu 771 wameuawa na wengine kujeruhiwa katika operation ya wanajeshi wa Uturuki. Hawakuwa wanamgambo wa PKK, hawakuwa watu ambao wamejihami kwenye mashamba yao. Ni jukumu la serikali ya Iraq kufanya uchunguzi na kuwakamata watu hao na wao kusikilizwa kwa haki kwenye mahakama. BBC imeona stakabadhi ambazo zinaonyesha viongozi wa Iraq na Wakurdi wakificha sababu ya kifo cha Alan. Taarifa ya polisi ya hapo awali ililaumu ndege isiyo na rubani ya Uturuki, lakini kesi ilivyokuwa ikiendelea, ripoti yote ilipotea. Stakabadhi ya kifo ya Alan inaonyesha alikufa kutokana na kulipuliwa. Kamaran anadai kwamba aliweza kupata stakabadhi za vifo sawa na hizo kama 250. Sababu ya kifo ilikuwa imeandikwa infijar, ikimaanisha kulipuliwa. Mlipuko unaweza kuwa wa gesi, inaweza kuwa mgodi unaolipuka, inaweza kuwa chochote kinacholipuka. Kwa hivyo hawataki kuandika sababu sahihi ya kifo. Wakurdi nchini Iraq wanaishi katika eneo lenye uhuru mkubwa. Serikali huko inaongozwa na chama cha Kikurdi KDP, ambayo uhusiano wake wa karibu na Uturuki umechangia mafanikio ya kiuchumi ya eneo hilo. Lakini uchunguzi wetu unaonyesha kuwa ushawishi wa Uturuki katika Kurdistan ya Iraq unaongezeka. Kwa kuchunguza picha za satellite za chanzo huria, tulipata kambi 136 za kijeshi za Uturuki katika ardhi ya Iraq. Asilimia 89 zilijengwa katika kipindi cha miaka 7 iliyopita na zote zilikuwa katika maeneo yanayotawaliwa na KDP. Tuliwasilisha hili kwa Hoishe Zabari, mwanachama mkuu wa KDP, na alituambia kwamba wasiwasi mkuu wa Uturuki ni PKK kutowawekea kizuizi au kuwadhuru wakazi wa eneo hilo, swala ambalo Hashim anasema hakubaliani nalo. BBC iliwasilisha habari hizo kwa Wizara ya Ulinzi ya Kitaifa ya Uturuki kwa habari zaidi kuhusu tukio hilo. Walikanusha kuwa walifanya mashambulizi hayo na walikataa maombi ya mara kwa mara ya BBC ya mahojiano. Hashim bado anapigania haki na fidia kwa kifo cha binamu yake, au angalau kwa serikali ya KDP kukiri kwamba alikuwa mwathiriwa wa vita vilivyofichwa vya Uturuki. Wanajeshi wa kulinda amani wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC wameondoka rasmi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya operesheni yao kukamilika nchini humo kufuatia miezi kadhaa mapigano makali. Kikosi hicho kilitumwa Kongo kulisaidia jeshi la DRC kupambana dhidi ya waasi wa M23. Wanajeshi hao wa SADC wanasindikizwa kutoka DRC kupitia Rwanda kisha kuelekea Tanzania. Zaidi ya wanajeshi 20 kutoka Afrika Kusini, Malawi na Tanzania waliuawa wakati waasi wa M23 walipouteka mji wa Goma mapema mwaka huu. Robert Kipto na maelezo zaidi. Mwezi uliopita, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Bara la Afrika SADC iliidhinisha kuondolewa kwa wanajeshi wake wanaohudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa lenye utajiri mkubwa wa madini, baada ya wanajeshi wake 17 kuuawa kwenye shambulio linalodaiwa kutekelezwa na wapiganaji wa M23 ambao kwa sasa wanadhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo, ikiwemo miji ya Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Afrika Kusini, wanajeshi hao wameanza kuondoka kupitia Rwanda baada ya uwanja wa ndege wa Goma kufungwa na M23, na ripoti zinasema kuwa wanajeshi hao sasa wanasafiri kwa barabara hadi Tanzania kabla ya kuelekea nyumbani.
Wiki iliyopita serikali za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisaini mkataba wa pamoja kuahidi kuwa wataafikia mkataba wa amani ifikiapo tarehe 2 mwezi ujao, lakini ripoti zinasema kuwa mapigano yameendelea katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo. Kikosi hicho cha SADC nchini Kongo kilijumuisha wanajeshi wa Malawi, Tanzania na Afrika Kusini na kilitumwa nchini humo mwaka 2023 ili kusaidia jeshi la Kongo FARDC kurejesha amani na usalama. Hata hivyo, idadi kamili ya wanajeshi hao haikutolewa, lakini wachanganuzi wa masuala ya ulinzi wanasema kikosi hicho kilijumuisha zaidi ya wanajeshi 1300. Serikali ya Rwanda ilishtumu uwepo wa kikosi hicho cha SADC nchini DRC ikidai kuwa uwepo wao ni sawa na kuongeza matatizo ambayo tayari yapo. Lakini rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amenukuliwa akisema kuwa ni matarajio yake kuwa kuondolewa kwa wanajeshi hao wa SADC kutasaidia kuimarisha juhudi za kuafikiwa kwa mkataba wa amani wa kudumu. Na msikilizaji, rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Canada Mark Carney ambaye amechaguliwa tena kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Vitisho vya Trump vya kutaka Canada iwe sehemu ya Marekani vimesaidia chama tawala cha Canada Liberal Party kuendelea kubaki madarakani kwa miula minne sasa. Chama hicho aidha kilipoteza viti vitatu vya bunge na hivyo kushindwa kuwa chama chenye wabunge wengi bungeni. Msemaji wa Carney amesema kuwa waziri huyo mkuu na Trump wamesikilizana kuheshimu uhuru wa kila taifa na kuendelea kushirikiana kama mataifa huru. Beldin Waleula anakueleza zaidi. Shirika la habari la kitaifa la Canada CBC limetangaza kuwa chama cha waziri mkuu Mark Carney cha Liberal Party kimeshinda kupata viti vya ubunge 172 ili kuunda serikali ya taifa hilo, na sasa itabidi chama hicho kiungane na chama kingine ili kuunda serikali kwa mujibu wa sheria za taifa hilo. Chama cha Liberal Party kilipata ushindi wa uchaguzi uliofanyika nchini Canada, ambazo kampeni zake zilisheheni kupambana na vitisho vya Trump vya kuinyakua Canada na sera za ushuru za Marekani. Akizungumza na BBC, waziri mkuu wa Canada Mark Carney alisema taifa lake linahitaji kuheshimiwa na Marekani na watafanya mazungumzo na Marekani kwa masharti yao wenyewe. Anil Kashyap ambaye ni rafiki wa karibu wa waziri mkuu Mark Carney amesema waziri huyo amebobea katika kufanya mazungumzo yote ya kibiashara na yuko tayari kufanya mazungumzo hayo na Trump. He's very, very well prepared. Amejiandaa vizuri, anajua kazi yake na yuko tayari kufanya juu chini kufanya mazungumzo na Trump kuhusu kila swala. Kingine ni anajua kupanga mikakati yake kuliko Trump na anajua ni nini anataka kupata baada ya mazungumzo hayo kufanyika. Si kama Trump ambaye anataka tu kuwa katika vichwa vya habari, ila Carney anajua nini anakitaka. And that's a huge edge in the negotiation if you actually know what you want. Mbunge mmoja kutoka chama cha kihafidhina huko Canada, Andrew Latton, ameambia BBC kuwa wapiga kura wengi walisimuliwa na sera za Trump, swala ambalo lilichangia pakubwa jinsi walivyopiga kura katika uchaguzi uliomalizika hivi karibuni. Certainly Donald Trump's continued threats. Vitisho vya kila siku vya Trump kuhusu uhuru wa Canada kama taifa na kutishia uchumi wa Canada vilibadilisha na kuchochea jinsi watu walipiga kura. Na tuliona wapiga kura walikuwa wamerejelea changamoto zao za awali za gharama ya maisha, usalama na jinsi maisha yamekuwa magumu katika utawala wa chama cha Liberal Party. Ila wengi wao tayari walikuwa wameegemea katika semi za Trump. Voters' intentions had already been baked in by then.